Pumziko ya Karume Day ni siku ya kumbukizi ya kifo cha hayati Sheikh Abeid Aman Karume, na leo ambaye ni muasisi wa muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964. Kwa hiyo mwisho siku leo ni siku ya mapumziko, lakini tupo hapa viwanjani kuja kujuza taarifa mbalimbali za michezo ambazo tumekuandalia katika siku hii hapa ya leo. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi. Kuna mengi sana ambayo tumeweza kukuandalia katika siku hii hapa ya leo. Machache kati ya mengi ambayo tutaweza kuyagusia ni kuhusiana na ligi kuu ya NBC. Hapo jana michezo minne ikiweza kuchezwa, wate mechi zikiweza kuchezwa hapo jana. Tanzania Prisons haiishi mpaka iishe, jana wakipata ushindi wa 1-0. Ni bao la nyota wa kikosi cha Tanzania Prison, Haruna Ramadhan Chanongo. Kumbuka Chanongo sasa katika michezo miwili, mechi kati ya Tanzania Prison dhidi ya KMC alifunga mabao mawili katika kichapo cha mabao 3-2. Jana tena akiokoa kikosi cha Tanzania Prisons kwa bao 1-0, na hivyo vita ya kushuka ama kusalia katika ligi kuu ya NBC imekuwa nzito kweli kweli. Lakini baada ya hapo ilikuwa ni shughuli nyingine katika uwanja wa CCM Liti mkoani Singida. Azam Football Club, matumaini ya kubeba ubingwa ama uchampioni wa ligi kuu ya NBC ukiota mbawa hapo jana baada ya kubali kichapo cha bao 1-0 mbele ya kikosi cha Singida Black Stars, na vita ya tatu bora ikizidi kuwa kasi kati ya Azam Football Club dhidi ya Singida Black Stars. Ni Elvis Balanga Lupia akitoka bench na akiandika bao muhimu kwa kikosi cha Singida Black Stars. Wakati shughuli ikimalizika, Singida shughuli ikahamia katika uwanja wa CCM Jamhuri mkoani Dodoma, ambapo kikosi cha Dodoma Jiji wakiadhibu vibaya kikosi cha Ken Gold, wazee wa makarasha. Chunya haijawahi kupoa hata siku moja kwa kichapo cha mabao 3-0. Tutakuja kuangazia kitu gani kimeisibu Ken Gold na harakati zao za kushuka daraja, kama vile Baba Jeni Babai inaonukia kwao. Lakini baada ya hapo tukaweza kushuhudia tena mchezo katika mji wa Luangwa. Unaweza kuita kama ilikuwa ni Bolivia kutokana na ukungu kuweza kutanda katika uwanja wa Majaliwa, na kikosi cha Namungo Football Club kuibuka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya kikosi cha KMC, watoto wa Kino Boys. Tutakuja kuangazia mchezo wa leo kati ya Coastal Union na Mangushi dhidi ya Young Africans na vita ya ubingwa. Lakini bila kusahau tutakwenda kuangazia taarifa nyingi sana. Leo ni siku ya michezo duniani, kuna makala maalum, lakini bila kusahau mahojiano maalum. Unapoizungumzia Temeke, uache kuizungumzia miundombinu bora ya kimichezo iliyokuwa nayo wilaya ya Temeke. Tutakwenda kuangazia mazungumzo maalum na mkuu wa wilaya ya Temeke, Sixtus Mapunda, ambaye ni mwanamichezo haswa kuhusiana na maendeleo ya michezo Temeke na miundombinu ya kimichezo ndani ya wilaya ya Temeke. Lakini barani Afrika ni kitimoto kwa Lulan Mokoena ndani ya Wydad. Lakini bila kusahau Pyramid wakikosa uwanja kufanyia mazoezi kuelekea mechi ya marudiano dhidi ya FAR Rabat. Afrika na vioja vyake. Lakini tutakwenda kuangazia taarifa nyingi sana kuhusiana na kikosi cha Serengeti Boys kutupwa nje katika michuano ya AFCON Under 17. Oscar Milambo, mkurugenzi wa ufundi, anazungumza kiunaga ubaga leo hii kuhusiana na swala zima la timu hiyo kufanya vibaya katika michuano ya Under 17. Kwenye the pitch Ijumaa nilitabiri hapa kwamba kati ya Real Madrid au Barcelona, kigogo mmoja angepoteza alama katika michezo la Liga. Ndivyo ilivyokuwa, Barcelona akipata sare dhidi ya Real Betis, wakati Madrid akikubali kichapo cha mabao 2-1 dhidi ya Valencia. Tutakuja kuangazia pia Italia, michezo mbalimbali wa vigogo wakiweza kubanwa, lakini bila kusahau Bundesliga na kwenyewe utatupia macho, bila kusahau Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo akifunga mechi katika derby ya dhidi ya Al Hilal, mabao 2 katika ushindi wa mabao 3-1. Tutakuja kuangazia hapo baadaye. Mimi nakukaribisha ni Saidi Salim Msumi. Tamatetu ni majira ya saa 6 kamili za mchana. Nipo na wachambuzi wangu katika wakati huu. Yupo hapa Faraji Mustafa, lakini pia yupo Hamisa Abdurrahman. Tutakwenda mpaka 6 kamili, lakini wachambuzi mbalimbali watakuwa nabadilika hamadani. Jamani, ndugu zangu, heri ya mapumziko, sikukuu, lakini mapumziko ya Karume Day, lakini tupo humu ndani. Yes, tupo mzigoni kama kawaida, lakini tuna kumbukumbu ya miaka 53. 1972 mpaka leo ni miaka 53 hivi tangu aage dunia. Historia na mwisho wa siku hayati Abeid Aman Karume aliuawa au alishambuliwa pale Kisiwandui wakati
kwenye michezo ile ya kijadi, dhumu na bao ni na kadhalika. Na ukifika tu Zanzibar na kaburi lake lipo pale Kiswandui. Ukishuka tu pale bandarini, ukirudi hivi kidogo makao makuu ya CCM Zanzibar Kiswandui, unakuta pale ni muasisi wa muungano ya. Ni moja ya viongozi ambao watakumbukwa sana. Sababu kuna matunda mengi ambayo tunayafaidi sasa hivi. Akiwa ni miongoni mwa watu ambao waliyapanda hayo matunda. Tukizungumzia muungano. Leo hii ukiangalia timu yetu ya taifa, na wachezaji wangapi ambao wametokea visiwani Zanzibar ambao wanahusika kwenye kuiunda timu ya taifa. Kwa hiyo unapoizungumza timu ya taifa na wachezaji ambao wanatoka visiwani Zanzibar, unapozungumza muungano, hauwezi kuacha kutaja jina lake. Kwa hiyo tunaendelea tukisema kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuipumzisha roho yake salama huko ambapo yupo, lakini moja ya viongozi ambao watakumbukwa kwa mengi mazuri ambao wameyafanya. Kumbukumbu ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha ni kama moja ya ile ni ule ni wa Amani. Ni wa Amani. Ule wa Sheikh Amri Abeid Karuta ni mwingine. Okay. Na ni moja ya kumbukumbu ambazo zimebaki katika vichwa vya Watanzania wote kwa ujumla wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So ni kitu ambacho ni kizuri, na kuwa na siku kama hii ni kuwakumbuka mashujaa ambao kuna vitu vingi au kuna alama nyingi ambazo waliziacha huko nyuma. Ni moja ya kitu kizuri. Yes, na miongoni mwa kitu ambacho nakumbuka sana Mzee Karume katika uongozi wake ni kujenga nyumba na kuwapangishia wananchi kwa viwango vya chini, ambapo nyumba ambazo zipo mpaka leo. Ukifika Unguja zipo, ukifika Pemba pia zipo. Lakini pia leo pia ni kumbukizi ya kifo cha mwigizaji Steven Kanumba. Naye alifariki Aprili 7. Tunabaki kwa miongoni mwa watu tunafurahia kuangazia tamthilia mbalimbali kwa wakati huu, ukiwa unatazama tamthilia kama vile Kombolela, Mizani ya Mapenzi na kadhalika. Lakini pia tunajua jinsi ambavyo marehemu Steven Charles Kanumba naye alikuwa anahusika katika kuhamasisha na watu kupenda tamthilia, movies na kadhalika. Kwa hiyo rest in peace. Tuanze kuangazia michezo katika siku hii hapa leo, tukianzia kuangazia soka letu katika siku ya leo. Jana ilizidi kushika kasi katika mzunguko wa 25 ambapo katika uwanja wa CCM Liti mkoani Singida ulichezwa mchezo mkali zaidi kati ya Singida Black Stars chini ya mwalimu David Ouma dhidi ya Azam Football Club chini ya kocha Rashid Tausi. Mchezo ambapo dakika 90 ziliweza kumalizika kwa kikosi cha Singida Black Stars kuweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0, bao lililofungwa na Elvis Baranga Rupia ambaye yeye aliingia kipindi cha pili na kufunga bao hilo, mchezo ambao uliibua hisia kubwa zaidi. Katika mchezo huo Azam walikubali kichapo hiko cha bao 1-0, na hivyo Elvis Baranga Rupia kuweza kufikisha bao lake la 10 katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC msimu 2024-25. Na Elvis Baranga Rupia alitoka bench katika mchezo huo. Baada ya mchezo huo kumalizika, ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Fuhel Masanza ametamba baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam Football Club, huku akikiri kuwa mchezo huo ulikuwa ni mchezo mgumu zaidi hapo jana. Tumsikie Hussein Fuhel Masanza. Leo ni siku nzuri kwa wana Singida wote. Ni siku ambayo tumepata matokeo mazuri ya ushindi dhidi ya timu ngumu Azam FC. Ilikuwa ni mechi yenye mvuto wa aina yake, vuta ni kuvute, mechi ngumu sana, lakini Singida Black Stars tulikuwa na nidhamu ya hali ya juu. Wachezaji wetu wamecheza kwa nidhamu, kwa kumheshimu mpinzani, na hatimaye super sub Elvis Baranga Rupia ameingia, ametupatia goli la ushindi. Alhamdulillah, tunaondoka tukiwa tumefurahi kabisa na ushindi huu muhimu na kukusanya alama zetu 3 muhimu kutoka wa timu muhimu. Yes. Kwa hiyo baada ya mechi hii tumemaliza rasmi ukurasa huu dhidi ya Azam FC, na sasa focus yetu inahamia kule Tanga. Tuna mechi tarehe 10
tunaenda kucheza dhidi ya Coastal Union, mechi nyingine nzuri, mechi nyingine ngumu ugenini, lakini tunajipanga tukifahamu tunaenda kucheza na mpinzani mgumu. So inshallah kesho timu itasafiri kutoka hapa nyumbani Singida kuanza safari ya kuelekea jijini Tanga kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Coastal Union tarehe 10. Niwashukuru na niwapongeze sana mashabiki wetu, wamejitokeza sana kwa wingi hii leo, wamejaza uwanja na wameweza kuisupport timu kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Kwa ushindi huu una mchango mkubwa sana mashabiki wetu, tumefurahi na tunawaomba tukimalizana na Coastal tunarudi kucheza hapa mechi ya kombe la shirikisho ya CRDB hatua ya robo finali na Kagera Sugar, waje kwa wingi tusupport timu yetu, twende hatua ya nusu finali kwenye michuano hiyo. Hakika leo wana Singida tumekoshwa, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu na mechi ambayo tunaitazama kwamba inakuwa ni na ugumu, na leo ilikuwa zinakutana matajiri wawili, matajiri wa Limalizeti na matajiri wa Lambalamba. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata pointi 3, ilikuwa tunazitaji hizo. Nawashukuru sana leo mashabiki waliojitokeza kwa wingi kuja kusupport timu yetu. Nimefurahi sana. Na sisi tumefurahi. Azam tuliwaambia hapa Liti hawatatoka. Na Liti kweli hawatatoka. Na sisi tumewaambiaje? Uwezi kupika mandazi bila kutumia mafuta, na mafuta yanatoka wapi? Mafuta yanatoka Singida. Kweli nimefurahi kwa matokeo yetu tuliyopata leo. Tumewakumuta Azam japokuwa ni moja, walikuwa nakula 5. Kamoja tu kameenda kuwalaza hoi. Hawatasahau uwanja wa Liti. Yaani hivi wanaokuja wajipange. Mashabiki wa Singida Black Stars. Wajipange. Singida panaendeka. Hivi Rashidi ndio ipo Singida. Yupo Mbeya. Yupo Mbeya. Yupo Mbeya bwana. Sasa. Yuko Mbeya bwana. Huku yuko Mali Kidedea. Sawa Kidedea. Kidedea anafurahia kuwepo Singida. Enjoy. Anafurahia vizuri sana. Tuangazie mchezo wenyewe. Jana jinsi ambavyo approach ya mwalimu wa Singida Black Stars David Ouma, Hamis Abdurrahman aliingia na walinzi wa kati watatu. Frank Asigi aliingia, Trabita akaingia na Captain Kennedy Wilson. Walikuwa wanatengeneza shape hatari zaidi ya kukabiliana na safu nzuri ya Azam Football Club. Na huwa tunasema kwamba mwalimu anaandaa plani kulingana na aina ya mpinzani. Na hii si mara ya kwanza kuona Singida wakiwa wanacheza hivi. Nakumbuka hata kwenye mchezo dhidi ya Yanga, Frank Asinke aliweza kuanza kwenye lile eneo akawa na shape ya walinzi watatu. Hiyo ni kumwezesha Ibrahim Imoro kwa sababu ni aina ya fullback ambaye anaenjoy zaidi kushambulia, na anavyosogea juu anaongeza namba nzuri ya washambuliaji kwenye zoni ya mpinzani. Kwa hiyo unapokuwa unabaki na ukuta wa watu watatu, it means kwamba wana uwezo kukabiliana na wachezaji wa Azam, whether ni striker ambaye anasimama katikati ama ni wale wingers ambao kuna wakati watatoka pembeni na kuingia ndani pale katikati, ambayo itakuwa rahisi. Na ni kitu kizuri kwamba ukiwa unatengeneza shape ya ushambuliaji, ukiwa una mpira lazima rest defense yako uwe na muundo mzuri wa kiulinzi pale ambapo timu inakuwa baadaye ikitokea umepoteza mpira, shape yake wa kiulinzi itakuwa katika namna gani. Na by the way naweza nikasema kwamba timu bora imeshinda mchezo kwa sababu kwenye kila action ambayo Singida walikuwa wako nayo wanafika katika boxi la Azam, ilikuwa ni action ambayo na golikipa jana Zuberi Foba alifanya saves nyingi sana. Kuna namna ambavyo waliendelea kuwaweka Azam mchezoni kutokana na mashambulizi ambayo Singida walikuwa jinsi ambavyo walikuwa wanashambulia. Kuna wakati walikuwa wanashambulia paka na watu 5. Utamuona hata baada nyuma ya mshambuliaji na utamuona Emmanuel Kwame Keke ambaye kuna nyakati anakuwa anacheza ndani kama namba 8. Jana kuna moments nyingi ambazo walikuwa wanatokea pembeni anakuwa anaingia ndani pamoja na Maruf Chakei. Na maana kwa Azam ilikuwa inawalazimu sasa hawa wingers ambao wameanza juu, kuna nyakati wao wanashuka chini kusaidiana na fullbacks wao ili kuweza kukabiliana na mashambulizi ambayo Azam walikuwa Singida walikuwa wanayapeleka. Na kitu kizuri ni kwamba Singida waliamua kwa timu ya pili uwanjani. Hawakutaka kupishana sana na Azam, lakini walikuwa wanachagua na of course ndio mpira wao ambao wanaucheza sana msimu huu. Wakachagua moments zile ambazo tukianza build up kutokea nyuma tunahakikisha tunafika katika boxi la Azam. Na nilikuwa nashangazwa na the way ambavyo Azam walikuwa wanajiposition hasa katika maeneo ya katikati. Distance kubwa sana baina ya viungo wao, plus yani angalia mstari ambao yupo Akaminko, alafu angalia kina Faisal ambapo hapo, alafu muangalia Akaminko pamoja na mwenzake ambaye anacheza naye katikati. Yani kuna distance kubwa sana. By the way ndio ambayo imechangia hata goli. Angalia goli ambavyo limefungwa. Azam walikuwa na mpira, wakaupoteza, wakaurudisha kwenye umiliki tena.
ukiangalia ile pasi baada ya kupigwa aliosha James Akaminko. Angalia distance ilipokuwa kubwa, iliweza kuwahukumu kwamba hata Akaminko alipowosha ule mpira ulitoka katika miguu ya mchezaji wa Singida Black Stars. Angalia ile tunasema Loftus pass moja ikawekwa nyuma kwenye mgongo wa Yoro Diaby. Hakukuwa na kingine ambacho angeweza kukifanya, kwa sababu kama kulikuwa kuna ambacho angeweza kukifanya, angeweza kukabiliana naye Elvis Rupia kabla hajaingia katika box. Lakini ukiangalia Elvis wakati ana dribble ule mpira, alikuwa na dribble huko anajaribu kumwacha Yoro Diaby ambaye alikuwa anasogea kujaribu kutaka kumfanyia foul. Ile ni ngumu sana kwa mtu kama Elvis Rupia ambaye ana kasi, alafu kimwangalia ana nguvu, si jambo rahisi labda uende umfanyie foul katika nje ya box. Kwa hiyo kwangu Singida walideserve kushinda mchezo, na naweza nikasema Zuberi Foba alipunguza score sheet baada ya mchezo kutokuwa na magoli mengi, kwa namna ambavyo aliweza kusave. Hata goli lilivyofungwa alitoka golini kupunguza goli, alifanya kila kilichohitajika, lakini Elvis Rupia alifunga yale ni magoli ambayo yanafungwa na pure strikers. Kwa sababu angekuwa mchezaji mwingine pale wakati anafanya ile movement tayari alikuwa kama ameshazidiwa. Kulikuwa kuna mwingine ambaye anafanya movement pembeni, huenda angetoa cross ili iweze kufungwa. Lakini angalia aina ya goli ambalo amelifunga plus eneo ambalo amepiga. Kwa hiyo kwangu congratulations kwa timu bora imeshinda mchezo. Sawa. Mtozi hapo kama utaturudishia bao la Elvis Baranga Rupia, bao lake la 10 akiweza kufunga. Hiyo hapo Yoro anamfuata Elvis Baranga Rupia. Zuzo kule kupo anamguide kule Jonathan Soa. Faraji, no, angalia reaction ya Baranga Rupia. Hajashangilia wakati ni bao muhimu kwa kikosi. Na sio kawaida yake. Yes. Kwa namna moja ama nyingine ya kuachwa benchi inawezekana kwamba inamwathiri, kwamba labda inatoa image ina show kwa mwalimu. Ni ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba maybe kwa uwezo wangu na deserve kuanza. Na imekuwa changamoto sasa hivi kuanza kwa Elvis Rupia kwa sababu ya dirisha dogo alimuongeza Jonathan Soa, na alipopata nafasi anachokionyesha kimekuwa sababu mojawapo kubwa ambayo inamnyima Rupia nafasi. Lakini kwa kile ambacho amekifanya jana ni ujumbe kwenda kwa Mkenya mwenzake David Ouma kwenye namna ambavyo anaweza akaangalia kwamba hata kama anaweza kukaa benchi, lakini akiingia ana uwezo wa kubadilisha nafasi. Kwa mchezo wa jana pengine kama asinge ingia inawezekana mechi ingeisha vile, kutokana na mazingira ambayo Singida walikuwa wanashambulia sawa, lakini Soa kwenye siku kama ya jana nadhani uliona namna gani aliweza kudhibitiwa. Foba alisave sana 1v1, anatoa mpira, namna ambavyo defenders walikuwa wanaingilia mchezo kwa haraka. Kwa hiyo kwa Ouma alichokifanya kumuingiza, maana yake alitoa option ya kuwa na washambuliaji wawili. Na mara nyingi wanapochezaga wawili still humuoni mara nyingi Elvis Rupia akicheza katikati. Unamwona ni mtu wa kutokea pembeni. Kuna mechi moja walianza wote wawili, bado alikuwa anatokea pembeni. Ukivuta hivi kumwangalia sura yake inaonyesha ujumbe kwamba ni anawezekana anacheza lile eneo la pembeni, lakini sio eneo ambalo pengine kwa namna moja ama nyingine ana enjoy zaidi. Vita nafasi ya 3 imesalia hapo kwa ufupi sana. Faraji, Azam wana 50, Singida Black Stars wana 49. Ni 51 kwa 50. 50 ni 49 kwa 50? Yes. Okay. Interval ni alama moja, si ndio? Mechi sawa. Wani wote wana mechi 25. Sasa mechi 5 maana yake mmoja akidondosha, mwingine akinufaika na mchezo mmoja, maana yake kuna possibility ya kuona anamaliza nafasi yake. Lakini najaribu kuangalia mechi ambazo zimebaki pia. Yaani ukiangalia Singida na mechi gani? Mechi kubwa ambayo ipo nao ana mechi ya Simba. Azam ana mechi na Yanga. Ni mechi ambazo ni heavyweight. Ni 50 kwa 51, yes. Ni 51 kwa 50. Okay, sawa. Unaona kwamba namna gani ambavyo kuna huo ugumu. Lakini bado naona hii vita, yani inawezekana mpaka mwisho tutajua nani anamaliza, lakini mpaka sasa hivi kila timu bado ina nafasi kumaliza nafasi ya 3.
Sawa, hiyo ni mechi kati ya Singida Black Stars dhidi ya Azam Football Club, mechi ambayo ilimalizika kwa Singida Black Stars kuchomoza na ushindi wa kwa bao 1-0, na hivyo Singida kufikisha alama 50 wakati Azam akiwa na alama 51. Vita bado michezo mitano, nafasi ya 3 inaonekana kabisa kwamba bado haina mwenyewe. Tukiachana na mchezo huo ulikuwa ni mchezo wa pili hapo jana. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni kati ya Tanzania Prisons ambao wao waliwakaribisha Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi katika mashindano yote tangia Juma Kaseja aiongoze Kagera Sugar katika michezo 4 ya nyuma. Alishinda yote. Jana alikuwa anakwenda kwenye mchezo wa 5 ambapo katika mchezo huo katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, Tanzania Prisons alibuka na ushindi wa bao 1-0, bao la Haruna Ramadhan Chanongo, na hivyo kuifanya kuwa ni kichapo cha kwanza kwa Juma Kaseja katika michezo 5 aliyocheza ndani ya kikosi akiwa anaifundisha kikosi cha Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi, na hivyo kuwafanya Tanzania Prisons kufikisha alama 21 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Ushindi huo wa Prisons unapeleka machungu kwa Juma Kaseja. Kumbuka kwa sasa ukiangalia ile bato ya alama kule chini, mimi binafsi nimemuondoa Ken Gold. Yeah, of course. Sahi. Ingawaje mechi inayokuja ni Tanzania Prisons dhidi ya Ken Gold. Ambapo Ken Gold mwenye alama 16 akishinda atakuwa na 19. Wakati Tanzania Prisons akishinda atakuwa na alama 24. Hey, yes. Yeah, na binafsi naweza nikasema toka nimeona Juma Kaseja ameanza kuifundisha Kagera, jana ni mchezo ambao alizidiwa. Yaani jana Kagera walizidiwa haswa. Ukiangalia Prisons the way ambavyo walikuwa wanalitafuta goli mpaka walivyolipata, alafu angalia pia ni goli gani ambalo wamefungwa. Ili linatoka uwanja wa mazoezi kabisa. Angalia kwanza Chanongo si kufunga tu, amehusika kwenye setup ya goli. Angalia ndo alipiga ile through pass kwenda kwenye half space kwenda kwa Adamu. Alafu Adamu akapiga cross ndani, Benongasa akamsetia pale. Angalia hata movement ambayo alifanya, tunaita zile late run. Alifanya mkimbio ule wa kuchelewa kwa sababu alijua kabisa anakwenda kukutana na cross, kwa sababu kwa kimo ambacho alikuwa nacho Benongasa kupiga ule mpira kwa goalkeeper ungekuwa na kasi hiyo ya kuweza kuingia golini na kufungwa. Na utamsifu pia Benongasa kwa sababu alijaribu kufanya ndani ya uwezo wake. Uenda labda angeutuliza kifuani ajaribu kufunga, tayari walizo walikuwa wameshafika pale wangewosha ule mpira, lakini akafanya setup kwa Haruna Chanongo ambaye alikuwa ametoka nyuma, anafika na ukuta mpira, anapiga eneo ambalo goalkeeper asingeweza kufanya kitu. Sasa angalia difference ya alama baina yao na Ken Gold ni alama 5. Ukiangalia Ken Gold mara mwisho kushinda mchezo ni lini? Na Ken Gold wamekuwa na issue moja, ni kwamba wanashindwa kumaliza mchezo. Si kama Ken Gold anacheza vibaya, na mchezo wa jana labda ndo mchezo ambao michezo mingi sana imepita, na nadhani nafikiri mchezo ambao amecheza dhidi ya Dodoma Jiji ndo mchezo ambao hajafanikiwa kufunga goli, lakini michezo mingi ambayo wamekuwa wakicheza wamekuwa wakipata goli, ingawa wamekuwa wakikusanya sana sare. Sasa kwa nafasi ambayo wapo kwa alama ambazo wanahitajika kukusanya, plus hata wapinzani ambao watakuja kucheza nao watakuwa na mchezo pia hapo nyumbani dhidi ya Simba, mchezo ambao unampa guarantee moja kwa moja ya Simba kuweza kuchukua alama. Ken Gold atakuwa na asilimia chache sana za kuweza kukusanya alama. Kwa hiyo kwangu binafsi Ken Gold toka mwanzo kabisa mimi nilizungumza kwamba Ken Gold siwaoni wakiwa na nafasi ya kubaki, kwa sababu kwenye moment kama hizi safu yao ya ulinzi ndio ilipaswa ifanye kazi nzuri sana ambayo ingekuwa ni kama ni game tunaweka katika daraja. Safu yao ya ulinzi ilipaswa kucheza A plan game kwenye kila mchezo, yani A+ game kwenye kila mchezo walipaswa kutoa. Lakini angalia hata aina ya magoli ambayo Ken Gold wamekuwa wakiyaruhusu. Kwa hiyo kwangu binafsi Tanzania Prisons nafasi ambayo wapo ni nafasi ya kushuka daraja moja kwa moja, lakini bado nawaona wana nafasi ya kuweza angalau kucheza playoff. Kwa binafsi naona zaidi katika nafasi ya playoff kuliko nafasi ya kubaki salama, kwa sababu pia ya watu wanaokimbizana nao. Mwangalie KMC hali ambayo yupo nayo, mwangalie Coastal Union nafasi ambayo yupo, jinsi ambavyo wanacheza, mwangalie Namungo. Ni timu ambazo zenyewe hazikupi guarantee ya kwamba atashinda mchezo gani. Namungo jana ameshinda mchezo baada ya michezo 4 kupita. Jana ndo anafanikiwa kushinda mchezo. Kwa hiyo anachopaswa ukiangalia sasa hivi ni anakusanya vipi alama kwenye michezo yake ya nyumbani ambayo angalau anakuwa na mashabiki zake, ni aina ya mazingira ambayo ameshayazoea. Yawezekana hata kwenye mchezo wa Ken Gold wakapata chochote kitu, lakini bado na nafasi ya Tanzania Prisons naiweka zaidi katika playoff kuliko kubaki ligi kuu. Faraji, inawezekana Amani Jusia ameboost team na ushindi huu
lile wimbi kusema kwamba tunashuka daraja angalau linaweza wakapambana nalo? Kwa sasa hivi kuna hiyo dhana kwamba inawezekana kutokana na points ambazo wanazo afu ukilinganisha na timu nyingine ambazo zinafuatana 22, 21, 25. Ni mchezo mmoja ukifanya makosa miwili maana yake opponent akitumia michezo hiyo miwili anaweza kabadilisha nafasi. Kama ambavyo sasa hivi tunamuongelea Namungo ambayo ipo nafasi ya 10. Kwamba alikuwa 13 lakini ametoka Coastal Union, umeona amerudi kwenye nafasi ya 10 ngapi 13. Ni mbadilishano kutokana na points ambazo zimepishana kidogo kidogo kwa timu nyingi za huku chini. Lakini pia kingine kwa Manjosea, mimi naamini makocha huwa wanaongea sana kila baada ya mchezo, namna ambavyo makosa yametokea, namna ambavyo wachezaji wake wameweza kufanya kitu bora na kuboresha zaidi kwenye makosa mengi ambayo yanafanyika. Maana yake kwenye kiwanja cha mazoezi mwalimu akifika ndo anaanza kupunguza, kusahihisha kwamba tulifungwa namna hii, isitokee tena namna hii tunafungwa. Kwa hiyo unapoendea mchezo ukiona timu inapata matokeo afu ile makosa hajaonekana, ama hata kama alionekana lakini sio kwa kiwango kikubwa, unaweza ukasema kile ambacho uliwaambia wachezaji wako na wakafanyia kazi mazoezini kuendea mchezo fulani umefanikiwa. Ndio kama jana kabla ya mechi hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiria labda Tanzania Prisons inaweza kawa bora zaidi ya Kagera Sugar ndani ya pitch. Lakini ni kutokana na nini? Ni kutokana na fomu ambayo Kagera ameonyesha ndani ya michezo minne. Kwa hiyo mentality wise Kagera aliingia wakiwa wanajua kabisa sisi tutaenda kudominate. Lakini timu ambayo ilikuwa haionekani kuwa bora ama inaonekana inapewa nafasi ya pili ndani ya kiwanja ambao ni Tanzania Prison, wao wakawa bora zaidi ya Kagera Sugar kwenye kufanyaje kwenye game interpretation, namna ambavyo unaweza kutafsiri mchezo, kuangalia matukio ambayo unaweza wakawa bora zaidi, kushinda hizo second balls, kushinda first balls zile ambazo unazokota kwenda mbele, namna gani unaweza ukashambulia hata kama walifunga ile goli moja, lakini angalia namna ambavyo walikuwa wanatengeneza. Kwa hiyo unaweza kaangalia kabisa timu bora hata jana kwa Tanzania Prison walifanikiwa kushinda kwa sababu kwenye mambo mengi walikuwa bora zaidi ya Kagera Sugar. Sawa, wakati hiyo ilikuwa ni mechi kati ya Tanzania Prisons wakipambana dhidi ya Kagera Sugar. Lakini utamu ulikuwa katika uwanja wa CCM Jamhuri mkoani Dodoma, ambapo Dodoma Jiji chini ya Mek Maxime waliwakaribisha Ken Gold wazee wa Makarasha. Chunya haijawahi kupoa hata siku moja. Mchezo ambao ulianza saa 12:30 jioni. Mchezo ambao ulimalizika kwa Ken Gold kukubali kichapo cha mabao 3-0. Bao la kwanza la kikosi cha Dodoma Jiji liliwekwa kwa mkwaju wa penalty hapo na Idi Kipagwile maarufu kama Mtoto Idi, akauzamisha kambani na kumfunga Castro Muhagama ambaye alirejea kikosini hapo jana. Huyo hapo golikipa wa Ken Gold. Lakini baadaye kipindi cha pili Idi Kipagwile Alan Katembo Ngeleka akaleta style ya Robert Kidiaba. Lakini mwisho wa siku kipindi cha pili Dodoma Jiji wakaweza kupata bao la pili kupitia kwa nyota Paul Peter kupitia cross ama assist ya Idi Kipagwile. Lakini pia baada ya hapo tena Kipagwile akafanya kazi ya ziada pia kuiset nyingine tena kwa Mwana Kibuta. Na hiyo ilipelekea kwa Idi Kipagwile, Mtoto Idi, kupewa man of the match hapo jana baada ya kutoa assist na pamoja na kufunga bao. Ken Gold niliona defense yao ikipwaya sana, ilikuwa wazi sana jana, Hamisa Abdurrahman. Kiukweli kabisa, yani kila mipira ambayo ilikuwa inaangushwa katika boxi la Ken Gold, Dodoma Jiji ndio walikuwa wa kwanza kuicheza hiyo mipira. Angalia hata namna ambavyo goli la kwanza limefungwa kwa mkwaju wa penalty. Ile goli ilipigwa cross ndani. Imepigwa cross ndani mbele ya mabeki, wamechelewa kuicheza ile cross. Anatoka Reliance Lusajo, anaucheza ile mpira na seti nyuma kwa Salmini Idihoza. Salmini ana drive mpira anaingia nao kwenye boxi, akaunyanyua mpira sababu kwenye moment kama ile unajua kabisa ukiunyanyua tu mpira, ukiweka mguu, obvious lazima utaweza kuguswa. Wanapata goli. Na ukiangalia binafsi naweza nikaiona ni bad defending kwa sababu kwa eneo ambalo alikuwa anaingia Salmini action ambayo alikuwa anaenda kuifanya obvious ni cross, kwa sababu angalia alipokuwa anaenda alafu alipougusa mpira ulikuwa unaenda pembeni, obvious alikuwa pale aende kupiga shoot, alikuwa anaenda kupiga cross. Lakini angalia yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa hapa nikiruka nikiuvusha mpira asiponigusa it's okay, nitapiga cross, akinigusa inakuwa penalty. Unaona goli la kwanza linaandikwa kwa mkwaju wa penalty ambayo imepigwa penalty nzuri sana eneo ambalo goalkeeper ameifuata, lakini penalty ilikuwa ina nguvu ya Idi Kipagwile, obviously asingeweza kufanya kitu chochote goalkeeper.
njoo angalia goli la pili ambalo linafungwa. Idi Kipagwile anapiga cross ndani yani anapiga cross, mtu anaruka katikati ya defenders, kwa sababu kulikuwa kuna watu, yani wachezaji wa Dodoma walikuwa na attack ile cross, walikuwa wachezaji wawili dhidi ya mabeki watatu ambao walikuwa hapo katika box. Au ukimwangalia Paul Peter anaruka na magoli ya namna hii msimu huu ameyafunga. Yani angalia, kulikuwa kuna mstari wa mabeki watatu, kuna watu wawili alikuwa Lusajo pamoja na Paul Peter, anaruka ile cross anafunga katikati ya defenders wawili, ambapo mbele kulikuwa kuna defender mmoja, maana defender watatu, mtu anaruka cross katikati yao na anafunga. It means kwamba cross wakati inakuja, timing ya mabeki ilikuwa ni mbovu, kwa sababu ukishakuwa uko mbele ya mshambuliaji alafu nyuma kuna beki mwingine, ina maana yani wewe beki amebakia nyuma, usiruhusu kuweza kusoma namba ya mshambuliaji ambaye anakwenda kuruka. Ukiangalia distance baina ya Paul Peter na beki ambaye alikuwa anamkaba, distance ni kubwa. It means kwamba tayari amesharuhusu kuisoma namba ya jezi ya Paul Peter. Obviously lazima aweze kufunga, kwa sababu kuna wakati haimaanishi kwamba kwenye mpira wa juu, kwenye kila mpira wa juu utaudominate kuucheza, hapana. Lakini kuna wakati ambaye anaruka hicho kichwa, at least asiruke akiwa comfortable, ili hata ule mpira akiugusa, wewe unaweza kaenda nje au ukakosa nguvu, goalkeeper akaweza kucheza. Lakini kwa namna ambavyo ameruka hapo Peter, alikuwa ni yeye mwenyewe aweze kuangalia tu ni eneo gani ambalo anapeleka mpira. Ukitazama Ken Gold ilikosa baadhi ya huduma nyota wao. Kelvin Patrick Ondani, ilimkosa Daudi Mishamo ambaye amekuwa anafunga magoli. Wamemkosa Aubrey Chola Chilwa katika mechi. Kuna athari ilitokea hususan sehemu ya ulinzi kwa kukosa kiongozi kama Kelvin? Unaangalia mtu ambaye amekuja kuchukua nafasi ya mchezaji kama Kevin Ondani. Nadhani cheza Ambokise, cheza na Dua. Na pia baada ya hapo unaangalia ni kitu gani ambacho wanafanya, ama hizi timu kwenye defense line wanafanyaje. Makosa mengi ambayo yameonekana, unaweza kaongea pia labda Dua na Ambokise hajaicheza muda mrefu mechi nyingi, lakini Daraja la Ambokise kwa sababu yeye tangu mwanzo alikuwepo na timu, na tunaona namna gani ambavyo alikuwa na struggle. Kwa moja kwa moja unaweza kusema kukosekana kwa Kevin Ondani kuna kitu fulani kimepungua. Unajua kuna kwenye ile wale watu wanne wale, kuna mmoja tu lazima awe kiongozi, achana na kuvaa kitambaa. Yaani kiongozi wa kupanga ukuta kwamba wewe nenda hapa mimi niwe hivi. Sasa hiyo kama inakosekana wakati mwingine, unaweza kama mchezaji mkubwa alafu bado huna hiyo sifa. Lakini cha kuongeza kingine ambacho walitoka kugusia vizuri sana Hamisa kuhusu namna gani ambavyo defender walikuwa wanafanya makosa ndani ya box. Kuna tabia za kiulinzi unapokuwa ndani ya box kufanya kwenye aina ya mipira ya cross, ambao pia tunaweza tukaweka mipira ya kona. Ni namna gani unataka kuonyesha tabia ya kiulinzi ukiwa ndani ya box wewe kama mlinzi? Ndio hicho ninakuja kuongea kwamba mnyime mpinzani nafasi, yani uwe naye karibu, maana yake hamna kukaba kwa zono ukiwa ndani ya box. Ni moja kwa moja tunakaba. Sasa ukipunguza nafasi, yani wote tuko karibu, ule uhuru wa Paul Peter ambao aliupata pale anaruka akiwa comfortable usingetokea. Maana yake hata kama mngeenda wote juu, ndio tunakuja kwenye ile dhana kwamba mpira wa juu ni 50 kwa 50. Ikitokea nimeushinda mimi, nimeipa timu yangu faida kutotumbukiza mpira wa vuni. Lakini ikitokea ataka amenizidi ufundi kwenye sanaa ya urukaji akafunga, maana yake tunampa hiyo credit. Lakini unapotoa uhuru wa distance, maana yake obviously hata kama kimo changu sio cha juu sana, lakini nitakuwa na uhuru wa kuruka, nitaweza kuconvert nafasi kuwa goli. Sawa. Hamisa? Na binafsi navutiwa sana na kiwango cha Mwanakibuta David, Idi Kipagwile pamoja na Paul Peter. Wanaelewana sana pale mbele. Na jana Paul Peter amefikisha goli lake la 8. Haimbwi sana, lakini angalia contribution yake, jinsi ambavyo wanacheza. Ameondoka Zidane, Serere, lakini ni kama uoni pengo lake, the way ambavyo wanacheza. Binafsi navutiwa sana na timu yao kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa hivi Lance Lusajo amerudi kwenye kikosi, anapata nafasi. Jinsi ambavyo wanacheza wote wana link pale juu. Ni moja ya vitu ambavyo ni vichache sana kuweza mara chache sana kuvipata kwenye hizi timu za madaraja ya kati. Unajua pia utaanza na kama kocha unamkubali Mike Maxime. Of course namkubali. Kidogo tu. Paul Peter kasunda. Msimu ambao wa 24-25 wakati unaanza, Dodoma Jiji walikuwa na Waziri Junior, wana huyo Lusajo ametoka Mashujaa, wana Hassan Mwaterema, wana yeye kwenye eneo la juu. Una Yasin Mgaza. Yasin Mgaza. Yes. Unaona hao wachezaji niliowataja. Alafu hapo Waziri Junior ametoka kwa
na magoli 12, msimu bora zaidi akiwa na KMC. Katika makadirio yani katika fikra za kawaida tu ulikuwa unaona ni namna gani kuna ugumu labda wa Paul Peter kupata nafasi zidi ya wachezaji wawili ambao tayari wameshatambulika kwenye soka la Tanzania kwenye kufunga. Lakini kitu ambacho kimetokea sasa hivi, Mekimexi mesila yake ya kwanza ni Paul Peter na ndio maana nayo magoli 8. Sawa, asante sana Faraji. Kizungumza lazima weke instant. Kwa nabidi umeelewe. Sasa tutoke hapo shughuli ikamalizika katika uwanja wa Majaliwa Ruangwa mkoani Lindi ambapo kikosi cha Namungo Football Club wakaweza kuibuka na ushindi wa bao 2-1. Bao la kwanza la Namungo Football Club likifungwa na Geoffrey Luzendaze Julius. What a goal. Nilikuwa namuelewesha mdogo wangu baada ya ile goli nikamwambia kuna vitu ambavyo unavipata katika viwanja vya mazoezi. Ukiona lile shuti lilivyokwenda sio kwamba mtu anabahatisha kwa sababu Hamisa anajua kama coach. Yes. Ukitaka mpira usipae juu, yani shuti lako unapiga shuti lisipae juu. Kama unapiga na mguu wa kulia, hakikisha mguu wa kushoto upo kwenye mpira ili madi ukipiga shuti usipae. Lakini kama unapiga mguu wa kulia alafu mguu wako wa kushoto unakopo nyuma, basi ile shuti lazima litapaa juu. Kwa hiyo nikamwambia umeona ile bao la Geoffrey Julius, yani limefungwa kwa sababu ule mguu wake amepiga kwa mguu wa kulia, mguu wa kushoto alienda kuweka kwenye mpira. Pale unaipata ile balance na mwisho siku unafunga bao. Hii hapo aliweka mguu wa kushoto katika mpira afu akapiga na mguu wa kulia. What a goal. Na alibuka man of the match katika mchezo wa jana. Hicho hapo ninachokieleza. Na baada ya hapo KMC walirudi kupata bao kupitia kwa Ibrahim Elias Ahmed na kisha nyota Daniel Amoa akaifungia Namungo Football Club bao la pili na hivyo kufanya mambo kusomeka mabao 2-1. What a game. Ingawaji pia niliona changamoto kwenye bao la pili kwa golikipa wa KMC, jinsi ambavyo timing yake haikuwa sawa. Ule mpira ulivodunda na mwisho siku likaibuka kwa bao. Wewe unawatetea magolikipa leo nimeshangaa. Wewe unawatetea sana. Wewe nikizungumza unawatetea sana. Anyways, ulikuwa ni mchezo ambao kama ungeisha kwa sare basi Namungo angekuwa amepoteza alama 2, KMC wameambulia alama 1. Namna ambavyo Namungo walijiandaa dhidi ya KMC kwenye huu mchezo, walijiandaa vizuri sana na walikuwa wana actions nyingi sana. Angalia upande ambao walikuwa mara nyingi mashambulizi yao walikuwa wanatengeneza upande ambao wanacheza Anthony Mlingo na Saleh Karabaka. Angalia namna gani ambavyo Saleh Karabaka alikuwa anampa Lanso game ngumu. Kuna wakati Lanso ilikuwa hajihusishi kabisa na moments zozote za kushambulia, muda mwingi anakuwa anabaki nyuma, anajua Saleh Karabaka anakuja. Na hata goli la kwanza linafungwa itokana na mpira ambao ulitoka kwa Saleh Karabaka ukaguswa ukaenda nje ikapigwa kona. Second ball anaiwini Luzendaze anapiga shuti ambalo goalkeeper hata kama alikuwa kwenye mstari asingekuwa na lolote ambalo angeweza kulifanya. Kwa game ambayo walikuwa wanaicheza na of course hii shuti ambayo alipiga Luzendaze wakati mpira umeanza Namungo alikuwa anapiga mashuti mengi sana kuelekea katika lango la KMC, kitu ambacho kikupaswa kuwa hivyo. Yani namna ambavyo KMC wanazuia binafsi na vyowaona ni timu ambayo kama wataendelea kuzuia hivi kwa michezo iliyobakia watakuwa na ruhusu magoli mengi sana. Kwa sababu angalia hata jinsi ambavyo safu yao ya walinzi inajipanga, angalia mstari wao wa viungo ndio ambavyo unajipanga. Kuna wakati jana Najim Musa alikuwa anakatiza tu jinsi ambavyo yeye anataka. Kila upande Najim uko kimwangalia anagusa anaachia anasogea. Yani hakukuwa na mtu ambaye alikuwa kwanza alikuwa anachelewa kuweka pressure kwenye mpira. Kwa hiyo jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, angalia hata goli ambalo wamelipata. Ili goli wala huwezi kusema baba ni goli lililotoka uwanja wa mazoezi. Unamsifu kwanza Mao peke yake kwa sababu ndio eneo ambalo what a goal. Yani kwa magoli yao mimi wanafurahishwa. Bang. Na ni magoli ambayo kiukweli kwa msimu huu NBC tumeyaona aina ya magoli ya namna hii ambayo yamekuwa yakifungwa, magoli ambayo yanatokana na set plays au fouls ambazo zimechezwa nje. Unajua hata eneo ambalo foul imechezwa ilikuwa ni mbali sana. Binafsi mimi nilifikiri anakwenda kupiga cross. Sababu nilikuwa najiuliza anaweza kupiga mpira akawa na shoot power kuingiza mpira wavuni. Lakini angalia jinsi ambavyo alingata meno akautandika ule mpira. Jinsi ambavyo umefika golini, obviously ni kama amemlipa Luzendaze. Goalkeeper hakuwa na la kufanya. Yes, ukija kwenye ile goli ambalo amelifunga Dani Amoa, of course kuna eneo ambalo kwanza utamsifu Dani Amoa kwa goli alilolifunga, timing yake, lakini pia kwa hutoacha
kumkosoa pia golikipa kwa namna ambavyo amekwenda kucheza mpira. Yani kama timing yake kwenye kuicheza cross ni kama kuna namna fulani ambavyo alidelay. Na hii ndio maana huwezi kushangaa. Ukiangalia msimu KMC golini kwao amekuwa na ingia toka nyingi sana. Takriban magolikipa 3 wameshakaa golini. Hiyo inakupa picha kwamba ni timu ambayo hata jinsi angalia ile goli ambapo jinsi limefungwa, alafu angalia golikipa eneo ambalo goli limefungwa. Ni eneo angalia eneo ambalo goli limefungwa ni eneo ambalo golikipa lazima pale ule mpira alikuwa anaucheza. Kwanza cha kwanza yes. Kuna namna fulani alitaka ukatch au alitaka ufanyaje? Na hizo ni principles za goalkeeping ambazo no maana mchezaji mwingine akicheza kwenye eneo la golikipa kuna vitu ambavyo utaviona vya tofauti. Ule mpira kwa golikipa, mpira ambao umedunda siku zote. Mpira ukisha dunda yani hakikisha ule mpira haudaki. Labda wapinzani wawe mbali na wewe ambapo upo. Kwa sababu kuna namna ambavyo unaweza ukaudaka ukanyanyuka hapo hapo ukapita. Kwa sababu ni mpira ambao umedunda unanyanyuka juu. Ndio maana kuna msimu jana Stefan Aziz Ki alikuwa akifunga magoli mengi ya namna hii kwa sababu alikuwa anadundisha mpira, golikipa akijaribu kuushika ule mpira unanyanyuka unapita. Kwa eneo ambalo yeye alikuwa cha kwanza ule mpira alikuwa anatakiwa kuucheza. Kuucheza ule mpira usiwezi kuucheza ndani. Kwa sababu kama unaucheza ndani Amoa anarudi anafunga tena goli. Na maana inakuwa ni kama rebound. Ule mpira alipaswa kuucheza kwenye eneo ambalo wapinzani wasingeweza kuupata ule mpira, maana angeupunch ule mpira pembeni. Lakini angalia the way ambavyo mpira umedunda unaingia. Huo ni mfululizo tu wa makosa ambayo yamekuwa yakifanyika KMC kuanzia kwa golikipa, safu yao ya ulinzi, yani kwa eneo la kiungo. Tumemwona Fabian Mutombola akidaka, tumemwona Ismail Mpanki akidaka, tumemwona Ahmada akidaka na huyu kijana sasa tumemwona akidaka. Kwa hiyo magolikipa sasa kwa msimu mechi 25 magolikipa 4 na maana kuna eneo ambalo mwalimu mwenyewe uwanja wa mazoezi anaona kabisa kuna kitu ambacho hakipo sawa, ndio maana anajaribu angalau kuweza kubadilisha wachezaji. Na eneo la goalkeeping ukumbuke ni eneo ambalo walimu wengi hawapendi kufanya rotation kwenye hilo eneo. Sawa, hiyo ilikuwa ni michezo ya hapo jana, na leo kuna mchezo unachezwa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge ambapo bingwa mtetezi wa ligi kuu ya NBC Young Africans atawakaribisha Coastal Union wanamangushi wagosi wa kaya kutoka barabara ya 11 jijini Tanga, ambapo Yanga wamedhamiria kufanya vizuri kwenye mchezo wa leo dhidi ya Coastal Union ili waendelee kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kutetea taji lao la msimu huu. Another match, another Monday football tunaenda kushuhudia katika uwanja KMC Complex Mwenge. Coastal Union alama zao 25, hawapo sehemu salama hata kidogo kwa jinsi ya hali inavyoendelea. Wanakwenda kutupa game ya aina gani? Nafikiri kitu ambacho moja kwa moja wataingia nacho ni kuangalia na nafasi ambayo walipo nayo sasa hivi na namna ambavyo hawapo sehemu salama kutokana na point kuwa ndogo kwa timu ambazo zinapishana pale juu. Kwa hiyo nategemea kuona wakipambana kwa hali ya juu, yani level ya juu zaidi ya upambanaji dhidi ya timu ambayo ina uwezo wa kufunga magoli muda wowote. Yani wanaweza wakapick muda fulani tunacheza hivi, baada ya muda fulani tunaweza tukaswitch na tukaweza kufunga magoli kutokana na rasilimali watu ambao wapo ndani ya Yanga. Sasa ukiangalia tu mazingira ya Coast, wachezaji wazuri wapo, lakini namna ambavyo kuendea mchezo inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu kuna moment naonaga baadhi ya timu zinapokutana na hizi timu kubwa kwenye dakika kadhaa wanaanza vizuri, lakini baada ya muda ule mpango kazi ambao wameanza nao unakuwa mdogo unaona mambo yanaanza kubadilika. Sasa pale yani unaona sasa dakika 20 zile wamepambana vizuri, unasema wakicheza kwenye mazingira haya kwenye utimizaji wa majukumu haya inawezekana wakaambulia kitu, lakini kadiri muda unavyozidi kwenda unaona namna gani ambavyo wanapungua ubora kwenye hayo mambo. Sasa pale ambapo unacheza na giant kama Yanga, halafu kwenye utimizaji labda hao majukumu wanazidi kupungua, maana yake unatoa faida kubwa kwa wachezaji wa Yanga kuweza kukuadhibu. Na kwenye hii mechi obviously unapenda sana kuongea namna ambavyo Yanga wanatengeneza mashambulizi yao, na namna ambavyo Yanga hatari yao ilipo. Hatari yao kubwa naiangalia zaidi pale ambapo mpinzani anamfuata Yanga kwenye goli lake na namna Yanga ana react baada ya kupata mpira. Sasa unaongelea timu ambayo inashambulia, namna gani itaweza kumzuia Yanga ikiwa inashambuliwa, ile transition from attack to defend.
namna gani Coastal wakiwa wanaenda kushambulia wakipoteza mpira pale watakapokuwa wanataka kurudi sasa kwenye maeneo yao, halafu na reaction ya Yanga wanapofanya kwenda kuwataki Coastal Union, Yanga wananufaika zaidi kwa sababu mara nyingi wamezalisha magoli kwenye huo mtindo work of possession. Wanaupata mpira, wanaangalia sehemu sahihi ya channel ya kupasia, alafu watu wanaenda kushambulia na kufunga goli. Kwa hiyo ni tahadhari nyingine ambayo Coastal Union wanapaswa kuwa nayo kwenye huu mchezo, kwa sababu Yanga tayari hiyo ni sehemu mojawapo ya kufunga magoli, ukiachana na pasi nyingi ambazo anaweza akacheza kukufungua, kwa sababu ya una mchezaji ambaye anaweza body brain yake ni kubwa, anaweza akapiga pasi kwenye njia za mpira, mchezaji mwingine akanufaika. Unaongelea Stefan Aziz Ki, unaongelea labda Pacome kwenye maarifa, namna gani anaweza aka stretch defense line ambayo labda ilikuwa compact, namna gani anaweza aka stretch. Sasa kwenye kustretch, angalia Pacome anachoofa, anaweza kaenda wide akamvuta mtu akaingia naye ndani akashambulia katika matukio ya mmoja kwa wawili. Mmoja kwa wawili maana yake obviously ukikabwa na watu wawili, sehemu moja iko wazi na akili yake ni kubwa, anaachia sehemu mpira ambapo uko wazi ambao mchezaji mwenzake anaenda kuexploit ile eneo. Ndio maana unaona mara nyingi Boka akiwa anasogea, Pacome akiwa anaingia ndani, kuna njia ambayo unaiona Boka anaweza akazalisha goli. Kwa hiyo kwangu nataka kuona namna gani ambavyo transition wanaweza kuzizuia ile Coastal Union wakiwa wameenda kushambulia, na namna ambavyo wanaweza kuzuia wakati hawana mpira. Kitu gani cha tofauti tukitaraji Hamisa cha kiufundi kwenye mechi ya Young Africans dhidi ya Coastal Union? Okay, ni kwamba ni mchezo mwingine ambao utakuwa wa kiufundi sana kwa jinsi ambavyo nimejaribu kuwatazama Coastal Union wanavyocheza, hasa hizi mechi kubwa, jinsi ambavyo wanajiandaa nazo. Wamekuwa wakijiandaa katika namna ambayo ni tofauti sana. Kwanza jinsi ambavyo kikosi chao na line up kwenye eneo la kiungo pale utakutana na bwana mdogo, no sio Kikoti, Simon nani, Charles Charles Mfuko, ambaye mara nyingi anakuwa anadumisha umiliki wa mpira timu, ambapo kuna wakati sababu huwezi kuzuia muda wote, kuna wakati utasema nahitaji kumiliki mpira, anakuwa anabaki pale chini, sababu mara nyingi timu yao inajiline up kwenye 4-3-3, anakuwa anabaki yeye pale chini, alafu juu anakuwa kuna namba 8 wawili, whether ni Kikoti na Mustafa Simon au kama ni Gift Ali yoyote ambaye anakuwa ameanza katika kikosi kwa wakati huo. Alafu muda mwingi ambavyo wao ni timu ambayo haichezi sana pasi nyingi, haraka wanahamisha mipira pembeni, whether ni kwa Mabadi Maulidi Mabadi au kama ni kwa Amara Bagayoko yeyote ambaye anakuwa ameanza, sababu kuna nyakati ambazo juu anakuwa jinsi ambavyo wanacheza timu ikiwa na mpira unaona kama mastriker wawili, ila kwenye formation ya timu unamuona kuna mmoja ambaye kuna nyakati ambazo anakuwa anatokea katika maeneo ya pembeni. Kwa hiyo unajua ni timu ambayo si timu ambayo muda mwingi itakuwa inatupa mpira, kuna wakati itapata mipira, itabidi mashambulizi kutokea chini kwenda juu, ila eneo ambalo nafikiri linaweza likaamua hii mechi ni pale ambapo Coastal Union anapoteza mpira, sababu ndio amekuwa akiadhibiwa sana katika moments hizo. Na kitu kingine ni kizuri ni kwamba mabeki wao wa pembeni Aidan Rasmus pamoja na Miraji Hassan wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. Issue iko hapa katikati kwa Lamek Lawi na Ali Msange ambaye anakuwa ameanza, au kama ni Abdalla Dennis Viva, wamekuwa wakifanya makosa mengi sana, na kama ukiangalia mchezo uliopita magoli mawili yote ambayo yanakwenda kufungwa, tena kuna goli lingine ambalo lilifungwa na Kagera, mwamuzi aliamua kwa offside, lakini alikuwa offside, ile ilipaswa kuwa goli. Makosa ambayo amekuwa akiyafanya Lamek Lawi match after match, inawezekana kwenye huu mchezo makosa ambayo atayafanya yakagarantiwa kuweza kufungwa magoli, lakini naamini ni mchezo ambao Coastal Union hatoingia kama timu ya pili kwamba arushe mipira muda wote akae nyuma kudefend. Kuna nyakati ambazo atamshambulia pia Yanga. Kwa hiyo pia hata nao pia Yanga watapaswa kuwa na plani nyingine nzuri ambayo itawasaidia pale ambapo wanapoteza mpira, kwa sababu Coastal Union wana wachezaji ambao wana kasi, wanaweza kushambulia pia lango lao. Sawa, Hamisa Abdulrahman akiweza kuangazia hayo kuhusiana na ligi kuu ya NBC. Tutoke hapo tukaangazia taarifa nyingine ambapo mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini Jenerali Jacob John Mkunda amewapongeza na michezo ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa kufanya vizuri katika michezo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa kwa kipindi cha robo mwaka kuanzia mwezi Januari hadi Machi 2025. Taarifa zaidi na mwanamchezo wetu Lukaya Bugita. Akizungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo hao iliyofanyika katika viunga vya makao makuu ya jeshi jijini Dodoma, Jenerali Mkunda amesema mafanikio hayo si ya kawaida, kwani yamebeba thamani ya mazoezi, nidhamu, mafunzo na mshikamano wa kijeshi. Nawapa hongera sana wale waliofanikiwa kutoa tuzo mbalimbali katika mashindano mlioshiriki. Hii inaashiria kwamba mlitia bidii zaidi kwenye mashindano kuliko wenzenu.
endeleeni kujitahidi na kujituma zaidi ili kupata tuzo kubwa zaidi safari ijayo. Katika jeshi letu, michezo ni kazi kama zilivyo kazi nyinginezo. Hivyo basi, kila mwanajeshi anayeshiriki kwenye michezo ajione yuko kazini, sawa sawa na yule aliyopo kwenye mzinga, aliyopo kwenye vifaru, aliyopo kwenye rada, aliyopo kwenye meli vita au sehemu nyingine yoyote ndani ya jeshi letu. Katika hatua nyingine, Jenerali Mkunda amesema wanajeshi wamekuwa wakilitangaza jeshi na nchi kitaifa na kimataifa kwa kufanya vizuri katika michezo mbalimbali ambayo wamekuwa wakichaguliwa ama kuteuliwa kushiriki ndani na nje ya nchi. Jeshi ni sehemu mahususi sana ya kulipaisha taifa letu kwenye upande wa michezo kama ilivyokuwa zamani. Wote mtakumbuka miaka ya zamani, wengi wa wanariadha wazuri walikuwa wanatokea jeshini, lakini pia hata mabondia walikuwa wanatokea jeshini. Aidha, kuna baadhi ya michezo ya kimataifa haipo uraiani, ipo jeshini pekee. Tumeshapata uwanja mzuri kwa ajili ya beach soccer pale Mbweni. Kwa hiyo tutakuwa champion wa mchezo huo ambao sio maarufu sana kwa baadhi ya nchi. Rai kwa wadau mbalimbali wa michezo jeshini, kuanzia viongozi wa michezo mbalimbali. Rais wetu anafanya kila awezalo kupandisha kiwango cha michezo nchini kwa kutoa motisha kwa wachezaji, ujenzi wa viwanja na mengineyo mengi. Wanamichezo waliofanya vizuri kimataifa ni pamoja na Private King Lucas Mwajobaga ambaye ni bingwa wa ngumi uzito wa bantamweight Africa baada ya kumbwaga bingwa wa Angola yaliyofanyika nchini Tunisia Februari 2025. Upande wa mbio za nyika, timu ya wanaume waliibuka washindi wa kwanza katika mashindano ya majeshi ya dunia kipindi cha baridi CISM Winter Games nchini Uswizi. Timu ya wanawake mbio za nyika wakishika nafasi ya 3 Machi 2025, huku Private Joseph Panga akishika nafasi ya 2 kati ya wakimbiaji wa mataifa zaidi ya 40 na Meja Mohamed Kasui kuchaguliwa kuwa wa kwanza kutoka Afrika tangu mwaka 1948 kushika nafasi ya urais wa kamati ya kikapu ya kijeshi duniani. Rukaiya Mbugita, Azam Sports. Shukrani kwa taarifa hiyo Rukaiya Mbugita. Michezo na jeshini kumekuwa na mambo mengi sana. Kiangazia hapo Jenerali kwa nataja wanariadha, ndio maana unaweza kutaja jina kama Kanali Juma Ikanga, kanali mstaafu, alikuwa anakimbia mbio. Ukikutana naye akiwa maeneo ya Sinza kwake pale, ukienda kupiga story jinsi ambavyo alikuwa jeshini na jinsi anavyokimbia na nini, ni story moja tamu sana ya maendeleo ya michezo. Kwa wakati huu hapa leo tuangazie kuhusiana na makala maalum ya siku ya michezo duniani. Leo ndio siku yake kimataifa. Sasa tumekuandalia makala ifuatayo ikiweza kuangazia siku ya michezo ya kimataifa duniani. April 6 kila mwaka ni siku nyingine maalum kabisa ambayo dunia inaadhimisha nguvu ya michezo kwenye kuleta amani na maendeleo duniani. Dunia huwa na siku maalumu kila ifikapo tarehe 6 ya mwezi Aprili kila mwaka kusherekea nguvu ya michezo katika kukuza maendeleo na amani. Siku hii maridhawa ilianzishwa na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2013 kwa lengo la kutambua mchango mzima wa sekta ya michezo katika kuleta umoja, maendeleo ya kijamii pamoja na kujenga amani miongoni mwetu. Siku hii pia hutumika kama jukwaa la kutambua juhudi za michezo katika kusaidia jamii za kimataifa kuishi kwa amani na kukuza maendeleo endelevu, kwani michezo mbalimbali kama ile patikanayo ndani ya Olympic imekuwa na mchango mkubwa katika kuleta amani duniani kwa kuwa ni chombo cha kijamii kinachoweza kuvunja vikwazo vya kipaumbele, kitamaduni na kisiasa.
Hii ikiwa ni baadhi ya mifano ya michezo iliyosaidia katika kuleta amani na mshikamano. Miongoni mwa walio wengi, bado mnakumbuka ile historia iliyowekwa katika nchi ya Afrika Kusini mnamo mwaka 2010, ambapo Afrika Kusini iliweka historia kwa kuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kuandaa mashindano ya kombe la dunia. Michuano ambayo iliacha historia kubwa ulimwenguni, lakini pia kuleta umoja baina ya wananchi wa Afrika Kusini na kuacha alama ya maendeleo na amani, kwani ule mwingiliano baina ya watu kutokea mataifa mbalimbali uliweza kuleta kitu cha kipekee ambacho walio wengi bado historia hii huendelea kuwachukua. Jambo lingine ni kuwa hapo ndani ya Afrika Kusini, baada ya kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, soka lilitumika kama chombo cha kuleta amani na umoja katika nchi ya Afrika Kusini. Nelson Mandela alitambua uwezo wa soka katika kuvunja mipaka ya kijamii kwa kuleta watu pamoja. Yapo matukio ambayo kwenye uga wa kimichezo yamewahi kusaidia ama kuonesha ishara ya moja kwa moja jinsi ambavyo faida kwenye michezo imeweza kuleta amani pamoja na maendeleo, lakini pia kuweza kutetea haki za baadhi ya watu ambao pengine kwa namna moja ama nyingine wamepitia masuala mbalimbali. Unakumbuka tukio la michuano ya AFCON 1996 pale Afrika Kusini, moja kati ya fainali za mataifa Afrika ambazo zilifanyika katika hali ambayo pengine Afrika Kusini wakiwa wanakumbana na masuala ya ubaguzi wa rangi kwa kiasi kikubwa. Na kumbuka pia wakati huo timu ya Bafana ilikuwa imeshindwa kushiriki michuano kadhaa ya kimataifa, ikiwemo wao walialikwa kwenye fainali za kwanza za AFCON wakashindwa kushiriki, lakini 1996 michuano ya AFCON ikawa ni moja kati ya sehemu ya kuondoa ubaguzi wa rangi kwa namna moja ama nyingine, ikawakutanisha Afrika Kusini kwa pamoja, wakaingia uwanjani wakapambania taifa lao na akaweza kutoa taji la AFCON kwa mwaka huo, ikiwa ni moja kati ya taji lenye kumbukumbu ya kipekee, hasa kutokana na swala la ubaguzi wa rangi ambalo lilikuwa linatokea Afrika Kusini kwa wakati huo. Bila shaka ni jambo la kimichezo ambalo lilibadilisha kabisa maisha ya Afrika Kusini, lilibadilisha historia ya Afrika Kusini, lilibadilisha pia kila kitu kuhusiana na masuala ya ubaguzi wa rangi, na pengine kuondosha baadhi ya wale ambao walikuwa na mawazo na akili ya kuona kwamba pengine rangi zinaweza kutuunganisha watu wa Afrika Kusini. Kipo kisa cha kumhusu nyota maarufu wa taifa la Ivory Coast na mchezaji wa zamani wa klabu ya Chelsea Didier Drogba. Moja ya matukio maarufu ambayo aliwahi kuyafanya ambayo yaliweza kuonyesha nguvu ya michezo ni pamoja na tukio lake lilivyoweza kuleta amani katika hali ya mgogoro mkubwa ndani ya nchi yake. Hili lilitokea katika mchezo wa kombe la dunia ndani ya mwaka 2006 wakati Ivory Coast ama waweza kuita Cote d'Ivoire ilipokuwa na mechi dhidi ya Mali. Katika mechi hii muhimu, Didier Drogba ambaye alikuwa nahodha wa timu ya taifa ya Ivory Coast alifunga goli muhimu. Hata hivyo, kilichofanya tukio hili kuwa la kipekee ni kwamba wakati Drogba anafunga goli na kuonesha furaha yake, alijua kwamba umoja na amani lilikuwa jambo muhimu zaidi kuliko ushindi katika mechi hii. Hili lilitokea wakati wa kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ivory Coast, ambapo nchi ilikuwa kikumbwa na mizozo kati ya sehemu za kaskazini na kusini. Wakati huu Drogba na wachezaji wengine wa Ivory Coast walikuwa na nafasi ya kuwa mifano ya mshikamano na amani kwa taifa lao. Na baada ya mechi kuisha kati ya Ivory Coast na Mali, Didier Drogba alizungumza kwa nguvu na kuhamasisha serikali ya Ivory Coast na wanajamii kwa ujumla kuwa na umoja na kuachana na vita vya kiraia vilivyokuwa vinatishia taifa lao. Ndipo Drogba akatoa wito kwa pande zote kushusha silaha chini na kurejea kwenye meza za mazungumzo ya amani. Hii ilikuwa ni hatua muhimu katika kuhamasisha umoja wa kitaifa, ikizingatiwa kuwa hadithi ya Drogba na timu yake ilionyesha nguvu ya michezo kama zana ya kuleta mabadiliko chanya. Mafanikio ya hili ilisababisha hali ya utulivu ndani ya nchi hii, na kwa kiasi kikubwa mchango wa Drogba na timu ya Ivory Coast ulisaidia kufungua njia ya mazungumzo ya kisiasa pamoja na kurejesha amani nchini humo.
Drogba aliweza kumaliza mgogoro wa kisiasa na matokeo ya uongozi wake yaliweza kusaidia kupunguza mvutano na kuhamasisha nchi kutafuta suluhu ya kudumu kwa njia ya kidiplomasia. Hili nalo likithibitisha nguvu ya pamoja na ukubwa wa sekta ya michezo ulimwenguni kote. Lakini kubwa mimi nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2006. Kulikuwa na mchezo muhimu kabisa, mechi kati ya Ivory Coast na Mali. Ni mechi ambayo tulishuhudia taifa la Ivory Coast wakipata ushindi wa goli 1-0 kufuzu kombe la dunia. Na ni mechi ambayo kwa asilimia kubwa ama watu wengi walipenda kutokana kwamba ilienda ku-reflect ama kuhamasisha amani katika taifa la Ivory Coast. Kulikuwa na mgogoro mkubwa, machafuko makubwa kule katika nchi ile, ambapo tukaona mara baada ya mchezo ule ukaenda kuleta faraja na amani katika nchi ya Ivory Coast, ambapo Didier Drogba alifunga goli katika mechi ile. Na taifa la Ivory Coast kulikuwa na machafuko baina ya pande mbili. Upande mmoja ambapo alikuwa anatokea Didier Drogba, lakini upande mwingine akitokea Aruna Dindani. Walikuwa wachezaji hawa taifa moja la Ivory Coast, lakini baadaye hawa wachezaji wakubwa wakatumia mechi kama ile kwenda kuhamasisha amani katika nchi yao ya Ivory Coast. Kwa hiyo ni siku ambayo kwangu mimi nakumbuka vitu vingi na imekuwa ni faraja kwa upande wetu kuleta ile amani katika dunia. Malengo ya siku hii ni pamoja na kusisitiza jinsi michezo inavyoweza kuleta watu pamoja bila kujali tofauti zao za kikabila, kidini, kijinsia au kitaifa, na hivyo kusaidia kukuza na kuendeleza amani na mshikamano. Michezo pia ina jukumu muhimu katika kukuza maendeleo ya kijamii, ikiwa ni pamoja na elimu, afya na usawa wa kijinsia. Pia huchangia katika maendeleo ya kiuchumi, hasa kupitia tasnia ya michezo na ajira zinazohusiana na sekta hii, na uhalisia wa hili unathibitishwa na ligi kuu ya NBC kupitia klabu mbalimbali kama vile Azam FC, Simba Sports Club pamoja na Yanga. Miongoni mwa nguvu nyingineyo ya michezo namna ilivyoleta maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania ni pamoja na kukua kwa kasi kwa ligi yetu ya NBC kwa kushika namba 4 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa IFFHS. Kuongeza ufahamu wa mikataba ya kimataifa, kwani hulenga kuhamasisha jamii na serikali kutekeleza sera na mikakati inayohusiana na maendeleo na amani kupitia michezo kama ilivyoainishwa katika ajenda ya 2030 ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo endelevu. Dhumuni lingine lilikuwa kuwezesha vijana kufikia malengo yao kupitia michezo. Kwetu tunasema michezo ni upendo, michezo ni amani, michezo ni burudani. Mwandaaji wa makala hii si mwingine ni mguu wa dhahabu Sharif Bayona, nami msimuliaji ni Singida Finest Amani Njoka. Azam TV. Shukrani sana kwa makala hiyo nzuri na tamu. Mwandiko wa Sharif Bayona, mguu wa dhahabu, pamoja na imesimuliwa na Amani Njoka, Singida Finest. Ni hatari kweli kweli, makala tamu sana. Nipo na Faraji Mustafa pamoja na Hamisa Abdurrahman, lakini kwa wakati huu tupate mapumziko mafupi kisha tunarejea. Bado tuna vitu vingi na vizuri vitamu tumekuandalia katika siku hii hapa ya Jumatatu. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tafadhali endelea kwa nasi.